kuna klabu zile za mfano unafahamu hiyo tumewaona Dodoma Jiji, tumewaona Tanzania Prisons, tumewaona TRA, tumewaona Pamba Jiji. Hizi klabu 4 ndio zinaongoza na kuleta taswira ya ongezeko la ushindani hasa katika klabu hizi ambazo zipo kwenye daraja la kati katika ligi kuu ya NBC. Kabisa Katanga. Unajua ligi imebadilika. Kadiri miaka inapokwenda ligi inaonekana kuwa na ugumu, lakini kwa msimu huu kuna kitu cha ugumu ambacho kimeonekana. Kwanza ni kuongeza confidence kwa baadhi ya timu za daraja la kati. Ni timu ambazo zenyewe zimejitanabaisha kwamba hazioni shida wala hazioni kuogopa kwenye mapambano dhidi ya timu ambazo zinaonekana za daraja la juu, especially zile za timu top 4. Lakini hiyo pia naona kwangu mimi imechagizwa na uwepo wa baadhi ya makocha. Kuna makocha ambao wamekuwa na historia nzuri katika ligi yetu katika misimu tofauti, lakini pia kuielewa ligi kwa undani. Unaiangalia Pamba, tunaongelea leo Pamba. Mwalimu Francis Baraza katika timu ambazo amefundisha hapa nchini, zote staili yake ya uchezaji ni ile kuonesha hakuna kumogopa timu ya daraja la juu. Wana uwezo wa kumiliki, anawafundisha watu kujiamini, ndio kitu ambacho unaona labda kimebadilisha Pamba. Leo tunapoongelea Pamba ni moja ya timu ambazo haijapoteza mchezo wote kwenye uwanja wake nyumbani. Si kitu cha kawaida sana kuona kwa timu kama level ya Pamba. Mpaka sasa hivi imefika kwenye mzunguko wa 17, lakini haina mechi hata moja iliyopoteza kwenye uwanja wake nyumbani. Hiyo ni uwepo wa technical bench ambayo inaongozwa na Mwalimu Francis Baraza. Amekuwa si muoga. Na mwalimu ukishakuwa si muoga unawaaminisha hadi wachezaji kwamba hili linawezekana. Na wachezaji wakiaminishwa linawezekana, unaona kitu cha ziada kinaweza kuwepo uwanjani. Angalia kwenye tunapoongelea Dodoma Jiji. Dodoma Jiji unamwangalia mwalimu Amani Josia. Ni mwalimu ambaye huwa anaamini mpira unachezwa, ujiamini, unaweza kufanya kitu cha ziada. Utaangalia mechi za karibuni. Dodoma Jiji katika msimu huu katika mechi zake za pale Jamhuri imepoteza mechi moja tu dhidi ya Azam ambayo imepoteza kwa goli 3. Lakini Simba ameenda pale dakika 90 mpaka zikaongezwa 7, bado unaona hamna muda ambao Simba wanaweza kupata goli. Kwa hiyo ni daraja la walimu limewapelekea wachezaji kujiamini kwa kutumia resources walizonazo kuonyesha kwamba kama wale wanaweza na sisi tunaweza. Hicho ndio kitu ambacho kinaweza kutupeleka kwamba ubora wa ligi yetu unatokana na aina ya mabenchi ya ufundi. Lakini muongea hapa sasa hivi tuangalie case study ya Mashujaa. Mashujaa ilikuwa na mwendelezo mbaya. Lakini angalia tangu Mwalimu Jamhuri Kiyolo ameenda, kuna kitu cha ziada kabisa unaona zile patterns za uchezaji, timu inajiamini, timu haiwezi kuwa inaogopa timu kubwa kwa sababu wanaamini kwamba sisi tunaweza na tuna wachezaji wenye kariba hiyo, kwa inabidi tuweze kupambana na kuweza kuonyesha kitu cha ziada. Kwa hiyo kwangu mimi naona eneo ambalo linawezekana limeibadilisha ligi yetu kuonyesha ushindani kwa timu za daraja la kati ni kutokana na mabenchi ya ufundi yaliyo bora ya kuweza kuingia. Lakini angalia namna TRA. Wana mwalimu Etienne Ndailagije. Ni mwalimu ambaye ameingia Tanzania alijitambulisha akiwa na Mbao ya kule mkoani Mwanza. Lakini Mbao ilitoa vipaji vingi vya wachezaji wengi wakati akiwa mwalimu. Tunaongelea wakina Habibu Kiombo, ilikuwa Mbao iliyo bora kabisa mpaka ikafika hatua ya kucheza fainali ya kombe la shirikisho pale uwanja wa Jamhuri Dodoma msimu 2016-17. Na pengine mechi ile isingekuwa makosa ya kiuamuzi, ungeona pengine Mbao walikuwa wanachukua ubingwa ule ambao walicheza na Simba na wakapoteza kwa goli 2-1 ndani ya dakika 30 za nyongeza, kwa sababu mpira ulisha dakika 90 goli 1-1, zikaongezwa dakika 30 wakafungwa goli 1 la penalty ambalo alifunga Kichua. Kwa hiyo kuna namna unaona walimu hao wamefikia hatua ya kuonyesha kwamba wao wanaamini leseni walizonazo kwa wachezaji walionao wanaweza kwenda kucheza dhidi ya timu kubwa. Kitu ambacho watu wengi wanakiweka tofauti kwamba hizi timu za daraja la kati zinakamia dhidi ya timu kubwa. Si kwamba wanakamia, bali na wao wanaona kwamba sisi tunaweza, kama ambavyo wao wametuzidi tu labda aina ya logistic na vitu vingine. Lakini tunapokuja kwenye eneo la pichi tunaweza tukana kitu cha ziada. Lakini pia walimu wengi wameenda kwenye timu wakicheza na zile falsafa za timu. Unaangalia Tanzania Prisons msimu huu ulivyoanza. Ilianza ikiwa chini kabisa. Mwalimu Etienne Zedekia alitaka kuibadilisha ule falsafa ya Tanzania Prisons ya kucheza ile inaitwa pila gwaride. Na nafikiri alishindwa, ndio maana matokeo yalikuwa mabaya sana. Lakini unamwangalia Mwalimu Shadrack Nsajigwa tangu ameingia kwa mechi takriban 4, unaona Tanzania Prisons inarudi kwenye ile misingi yake ya kiuchezaji. Bahati mbaya tu ni kwamba wanacheza hizi mechi 4, wamecheza na timu za daraja la juu sana. Unaona amepata sare na Azam, amekuja kupoteza dhidi ya Yanga, lakini tunaona Yanga ambayo imesafa mpaka dakika 82 wanakuja kupata ile goli. Kwa hiyo kuna namna kwangu mimi ukiniuliza naona ni aina ya makocha waliopo kwanza ambao wanaijua ligi kuu, lakini pia ni watu ambao hawaogopi. Angalia Mtibwa tangu amekuja Mwalimu Chipu. Ilikuwa na mwendelezo mzuri sana, hapa kati ikapotea na sasa hivi kidogo inaonekana inaanza kujitoa pale ilipo. Unaangalia pia walimu wenye profile kama Juma Mgunda na Namungo. Kwa hiyo mimi ukiniuliza naona zile timu zote ambazo za daraja la kati
kwenye eneo ambalo wamefanikiwa ni namna ya kuappoint mabenchi ya ufundi, mabenchi ya ufundi ambao wao falsafa zao hawaogopi kucheza na timu yote, wakiamini kwamba uwekezaji wa uwanjani ndio wanaweza kukupa mafanikio na si vinginevyo. Sawa. FM kutoka Tabata, Dar es Salaam.